Karibu, mimi naitwa Noel, unaweza kuniita akili ndefu. Lakini jina langu la serikali Noel Mwakalindile. Mimi ni producer na presenter wa Niambie. Mimi naitwa Mina, lakini jina la kutafutia chakula unaweza kuniita Shobo. SHOBO. Kwa sababu siku zote mimi naamini huwezi kabisa kujua kama hujashobokea. Muhimu ujaribu kupata information ama ujaribu kujua mambo fulani. Alafu Shobo hakai bila kuwepo akili ndefu. Ni sawa sana tairi na shock absorber. Kwenye mashimo lazima. Na tofauti sana kati ya kutembea peku na kufantana. Of course kuna tofauti kati ya supu na mchuzi, sambusa na andazi. Bana sisi tunatangaza kipindi kinaitwa Niambie. Ni kipindi cha dakika 15. Nadhani ni kipindi cha kwanza kifupi zaidi Tanzania kupitia radio. Yep. Maana tumeweza kuona vipindi vya masaa 3, masaa 5. Lakini sisi ni kipindi cha dakika 15 na ni dakika 15 Jumamosi kupitia Clouds FM saa 5 ndani ya kipindi cha Perfect, kipindi cha Club 10 na alafu pia Jumapili unaweza kutusikiliza Clouds kupitia Total Request. Ndani yake kuna kipindi cha Niambie dakika 15 hivi. Saa 11 jioni. Alafu pia Choice FM tunasikika vile vile. Jumamosi saa 1? Ajui saa ngapi kipindi chake kinaruka. Sikiza, Jumamosi ni saa 1 usiku. Alafu Jumapili saa 11 dakika 45 jioni. Mimi na hakika. Unajitahidi. Ile kuuliza ni nataka tu kukushirikisha. Unishirikisha, ulikuwa unashirikisha au pengine ulikuwa umeshindwa. Sasa ile unataka uwe na uhakika na unachokiongea. Maana Niambie in short terms ama kwa sentence fupi tu ni kipindi ambacho special ni kwa ajili ya ni kipindi si tunapenda kukiita kipindi cha burudani. Labda kwa sababu tunaburudika ukifanya. Tunakupa burudani lakini tunakufungua macho mle ndani kwamba usiwe mtu ambaye unalalamika always. Uwe mtu ambaye unajiongeza, una take charge, unajiongeza na kitu ambacho tunajaribu kufanya ni kutengeneza watu wengine ambao wapo kama sisi. Ama kutengeneza watu wengine au vijana kama wewe wawe wanajielewa, wawe wanajiamini. Wanajiamini tayari na wanajielewa, lakini kuongeza zaidi knowledge kwenye vile vitu. Lakini pia kwa kutumia entertainment. Pia hichi ni kitu cha kwanza Tanzania vile vile. Na ikumbuke kwamba Niambie sio ya kwetu sisi mimi akili ndefu na Shobo, ni ya kwenu nyie hasa vijana miaka 17 kwenda juu hapo 22 first time voters, watu ambao ni kwa ajili yenu. Labda tungezungumza kidogo kuhusiana na characterizations za presenters, ni jinsi gani presenters wakupatikana. Mimi ni binti tu wa miaka 21 hivi sasa. Hongera. Na karibia kutimiza 22. Ni binti tu wa miaka 21 wakati nipo kwenye pita zangu mwaka jana. Ni mtu ambaye anajaribu na napenda sana ku take chances. Nilipata simu nikaitwa nikaambiwa hebu njoo uzungumze na sisi kuhusiana na kitu fulani. Kwa vile mimi ni voice over artist na nafahamika kwa kutumia sauti yangu kwenye matangazo tofauti, nikajua hicho ndio kitu ambacho kinaendelea. Kwa Ramadhani yani nimevaa mahijabu yangu nini. Nikaenda sehemu ambayo naitwa bila kujua ni wapi ninaitwa. Na kufika kule nikakutana na watu, nikafanya interview. At the end of the day nikachaguliwa kuwa presenter Niambie. Na mara kwanza namuona Noel, naambiwa huyu ni presenter mwenzako. Ulijisikia? I was like, what the hell? What the hell? Yani nikaanza kusema huyu mbona yani unajua nini? Subiri Noel, unajua wewe mluku wako yani unaonekana mluku wangu mtazamo wako unaonekana karibu katika BBC. Unajua zile yani unaonekana za serious. Kwa mimi kumuona Noel nikasema hizo ndo zilikuwa zangu. Hizo ndo zilikuwa za kwake. Na mimi nimetoka kwenye background ya fun, nimetoka kwenye background ya kelele, muziki na furaha na excitement zote za radio pamoja na television. Kwa wakati namuona Noel nikasema hii kitu haiwezi kuwezekana. Au kitu cha kwanza cha pili ambacho niliwaza ni kwamba bye bye Mina, yani imefika time yako ya uzee sasa. Kwa sababu kama tutakaza huyu jamaa ni mzee unakaribishwa. Alafu lakini at the end of the day tukapata nafasi ya ku spend time pamoja, kusafiri pamoja mikoa tofauti wakati tukirecord Niambie, na
mwisho wa siku kuna chemistry ambayo ilijengwa kati yetu, na kama una notice ama kama unasikiliza kipindi basi uta notice kwamba mimi ni Shobo tu. Yani mimi niko alive na live, naishi ile personality yangu, na Noel pia anaishi ile personality yake ya Mkimi. So yani hata hapa naongea sana yani ile chemistry imetengeneza kitu kama ndoa hivi. Sio ndoa lakini kama ndoa. Unajua Kiswahili kigumu. Najua. Mimi naitwa Noel kama nilivyokuwa nimesema, na background yangu mimi nilikuwa nafanya vitu ambavyo ni vipindi serious. Nimefanya sana news, nimeproduce, nimetangaza vipindi ambavyo vya utawala bora na vitu kama hivyo. Kwa hivyo fika by the time naambiwa bwana inabidi uswitch kidogo, ufanye kipindi ambacho cha washikaji wenzetu, wadogo zetu, waangalie, wasaidie, waelekeze. Ukaona ikawa kidogo ngumu, lakini nikasema kama uko duniani unaishi. Uliponiona ukawazaje? Nilipokuona nikachukua wewe ni mmoja wale nilikuwa naambiwa kwamba natakiwa nikae nao. Uzungumze nao. Yes. Kwa hiyo nikaanza na wewe. Ukaanza na mimi lakini mwendo mdogo mpaka sasa tumezoea tunakwenda vizuri. Tumekuja kulink, lakini nadhani mimi ndo nimebadilisha sana Noel kuliko alivyobadilisha mimi. Huwezi jua, lakini nitajaribu kupitia watu. Anavaa jeans sasa hivi, kwa hapa sura za kitambaa. Kwa nini wenyewe walikuwa wanatengeneza hivi? Hizi nywele walikuwa wanatengeneza hivi? Kwa hizi zinafanana na kizee. Hizi ni za kizee. Ulikuwa unasuka wewe. Alikuja na baibuyu. Niacha. Wanajua skanda na baibuyu. Kila mtu ana hatua zake ambazo amekanyaga amefika, lakini cha msingi niambie imekuja na shape yake. Of course na sisi tulikuwa na shape zetu, tumejaribu kudissolve mle ndani, afu tumetengeza shape fulani hivi. Ndio ikatoka Akili Ndefu, ikatoka Shobo na ikatoka Niambie yenyewe. Ni personalities zimechanganywa, na ni personalities ambazo wewe au rafiki yako anazo, na ni maisha tu ya kawaida ambayo nadhani hata wewe unaishi nyumbani, lakini tunajaribu kuyaweka redioni basi na kuzungumza tofauti ili tupate tupate kuwa tunazungumza kitu tofauti kidogo kulingana na vipindi vingine ambavyo so far vina nani. So I hope kuna difference. Jamaa hapa kashani mind ananiambia basi sielewi naongea. Cha msingi bwana, wewe tukamate Jumamosi saa 5 Clouds FM, alafu Jumapili saa 11, alafu kwenye Choice FM Jumamosi saa 1 usiku, na Jumapili saa 11:45. Au unaweza ukatusikiliza kwa vipindi vile vile kupitia SoundCloud, ni www.soundcloud.com/niambie mkwaju ule. Ngoja niseme www.soundcloud.com niambie. Na pia kupitia Facebook tunapatikana Niambie, vile vile unaweza kutusearch Twitter, YouTube tuna video zetu ambazo tunajaribu kutengeneza. Kama uliwahi kumuona Mina akiruka kijoti, hujawahi, unaweza kumuona pia kupitia YouTube. Enzizo bado mwembamba na baba baibui. Basi poa. Anyways, sidhani kama kuna cha zaidi, lakini tusiongee sana. Unajua kuna tofauti kati ya supu na mchuzi, sambusa na andazi. Kati ya supu na mchuzi, sambusa na andazi. Alafu mzoea na ukuta kuna tofauti. Mzoea punda aache kupigwa mateke. Ndio ya twist maneno. Kwa tofauti kubwa kati ya ndala na kutembea peku jamani pia. Tunafahamu. Au sio? Sawa. Kuna nini jingine? Bye bye tu. Kuna ile ile nini ya mpishi? Wanakuambia hivi, chafya ya mpishi haizimi moto. Haiwezi kuzima moto. Sana inaongeza spice. Inaweza kaongeza viungo tu. Kashangaa mbona leo kidogo chumvi kama Alafu wasikudanganya utapotea. Huwezi kupotea kama unajua unapokwenda. Unaona bana. Asanteni sana. Bye.